Tafiti ulimwenguni kote zinaonyesha kwamba 30% mpaka 60% ya wanaume ulimwenguni kote wanaathiriwa na changamoto ya nguvu za kiume, wanaita hivyo bila kupepesa macho. Ambapo kwa nchini Tanzania mwaka 2016 uko utafiti maarufu sana ulifanyika, ambapo ulihusisha wanaume 18,441, ambapo majibu ya utafiti akaja kuonesha kwamba 24% ya wanaume wanaoishi wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam wana changamoto ama upungufu wa nguvu za kiume, na hapo ndipo ukazaliwa ule utani maarufu sana wa wanaume wa Dar es Salaam, na vitu kama hivyo. Sasa hata hivyo pia, pamoja na tafiti kama hizi ambazo zinafanyika, wataalamu wanaamini kwamba tatizo ni kubwa kulinganisha na idadi, yani kwamba idadi huenda ikawa ni kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kwenye jamii nyingi sana ulimwenguni inaaminika ama wanaume wanaona aibu kwenda kuripoti changamoto kama hizi, lakini ukija barani Afrika, pengine hususan nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, bado vitu vya namna kama hii imekuwa ni kama ni mwiko kuvizungumzia. Lakini pia sasa hivi kuna unyanyapaa, watu wakishafahamu kwamba wana changamoto ya nguvu za kiume na vitu kama hivyo, kuepuka unyanyapaa, wanaume wengi sana wamekuwa hawaendi kuripoti ama kwenda kutoa taarifa kamili juu ya changamoto kama hizi. Kwa nchini Tanzania ni hospitali ya Benjamin Mkapa pekee ambayo imeamua kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba wanawasaidia wanaume, na ni hospitali pekee Tanzania, naweza kusema Afrika Mashariki, kati ya zile chache ambazo zina teknolojia ya kutoa huduma ya upandikizaji wa uume. Na leo niko hapa mimi nimeketi na Dr. Remigius Rugakingira. Yeye ni daktari wa mfumo wa mkojo pamoja na wanaume. Kubwa ambalo tutazungumza vitu vingi sana juu ya mchakato huo upandikizaji wa uume, hali pia ya changamoto hii nchini Tanzania kwa ujumla wake tutazungumzia, na nini kinafanyika hasa kwenye hili la upandikizaji wa uume. Leo nimeanzia mbali kidogo, keti na mimi Ipiana Suleiman, niko hapa. Daktari, karibu sana. Asante sana bwana Ipiana. Mimi najisikia furaha, najisikia faraja sana kuwa na wewe, kwa sababu najua mara baada ya mazungumzo haya, na leo najua tutachukua muda mrefu, kwa sababu najua mara baada ya mazungumzo haya wanaume wengi sana wataenda kusaidika kwa kile ambacho tutakizungumza kabisa. Siku za hivi karibuni Benjamin Mkapa mmechukua vichwa vya habari mara baada ya taarifa kutoka kwamba mmekwishaanza huduma ya kupandikiza uume. Kila mtu akataka kujua tunapandikiza ikiwa haupo kabisa ama kuongeza maumbile na vitu kama hivyo, na ndio sababu ya kwa nini mimi nimeketi na wewe hapa. Kabla hatujaenda kwenye mchakato kabisa, yani mchakato wa kupandikiza unakuwaje na vitu kama hivyo, natamani kwanza tufahamu, nimeanza na tafiti, tufahamu hali tu ya hili tatizo kwa Tanzania, pengine barani Afrika au ulimwenguni. Hali hiyo iko vipi kwa sasa hivi? Asante, nadhani umeelezea vyema kwa vile umechukua statistics za dunia, za Afrika na baadhi ya study ambazo zimefanyika Tanzania. Na kama unavyosema, shida ni kubwa. Na shida linatofautiana sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Kama ulipoona moja wapo ya range iliyotumia 30 mpaka 60 na sehemu nyingine mpaka 80%. Inategemea uko mjini, huko vijijini. Upo hospitalini au uko nje ya hospitali. Lakini kama unavyosema, jinsi tunavyotafuta wanaume wanavyotafuta huduma pia inaleta kwa kasi pia katika statistics. Lakini tatizo lipo na katika upana wake ni kubwa. Kuna sehemu nyingine mpaka 80% katika study nyingine kwamba watu wana shida ya nguvu za kiume. Na labda nikupe angalizo tu. Ukiangalia wanaume wengi katika miaka yao ya kuishi, katika wakati fulani huwa wanapata hilo tatizo. Na shida linahusiana na magonjwa mengine au depression na magonjwa ya akili na vitu kama hivyo. Lakini kwa mjini tumeweza kuona kwamba ni kubwa kwa sababu ya ulaji na maisha tunavyoishi kila siku, vyakula, ya maisha yalipo kasi na vitu kama hivyo. Nadhani tutazungumzia na utajua kuona kwamba tatizo lipo. Lakini nikwambie tu, katika kliniki unapokuwa kliniki wagonjwa wakija 10 na kwa sababu ni kliniki ya wanaume, unakuta 8-7 wana shida ya nguvu za kiume, na kwa sababu ya magonjwa mengine wanayokuwa nayo, au mtu mwingine anakuja na kwambia kabisa mimi nashindwa, siwezi. Ndio.
hapa tumegusia juu ya hali. Sasa bila kupoteza muda ama kupepesa macho, twende kabisa kwenye mchakato wa kile ambacho Benjamin Mkapa mnakifanya sasa hivi. Nini kinafanyika kwenye hiki ambacho tunasema kupandikiza uume? Yuko ambaye anadhani kwamba kupandikiza uume ni ikiwa pako flati kabisa basi kinawekwa kitu, ama tunashona, tunafanya nini? Maana yake ni kwenye figo. Kwa mfano tukisema kupandikiza, ukipandikiza figo tunatoa kwenye mwili wa mtu mmoja kwenda kwenye mwili wa mtu mwingine. Upandikizaji wa uume huko hivyo kwamba tutachukua maumbile ya mtu A tunaenda kuyaweka kwenye maumbile ya mtu B, ama namna gani? Asante, labda nikurudishe nyuma kidogo ni upate zima ya kuanzisha Benjamin Mkapa. Ukiangalia Benjamin Mkapa ina miaka 10 sasa hivi na imekuwa chachu ya utoaji wa huduma. Zima kubwa ilikuwa ni kupunguza watu wanaoenda nje kufuata huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Kwa hiyo moja wapo ya eneo ambalo lilioanzishwa ilikuwa ni upande wa urology, mambo ya figo pamoja na jinsia ya kiume. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya kazi mbalimbali, mambo ya tezi dume, mambo ya nguvu za kiume kutumia madawa, mambo ya figo, lakini nitakutoa mfano. Tulikuwa tunapata wagonjwa, mtu ametahiriwa vibaya, kakatwa, katika kutahiriwa vibaya amekatwa uume, tunaona. Kwa hiyo ile ukiangalia wadau walioletwa pale wakawa wanafikiria jinsi ya kuadvance, na moja wapo area ambayo ilikuwa ni kwenye kuadvance ilikuwa ni kwenye kusaidia watu ambao wanashindwa kabisa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo tunachokifanya hasa kwenye upandikizaji wa upandikizaji katika uume ni kwamba mtu anakuwa hawezi, aidha amepata ajali ya uume wenyewe, au amepata ajali kwenye mgongo, au hawezi kabisa sababu ya sukari au magonjwa mengine, au ana shida kidogo kwenye kichwa. Kwa hiyo anakuambia okay, mimi nashindwa kuzalisha kwa sababu siwezi kufanyaje, siwezi kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo tukaja na mpango mkakati, nadhani miaka 3 iliyopita 2023, na kupitia chama cha wataalamu wa urology, sababu ilani Tausi. Kwa hiyo tukaja pale tukafanya camp, tukaita wataalamu kutoka nje, na bahati nzuri baadhi yetu tulikuwa tukiasoma. Nakumbuka hii mambo ya kupandikiza tulianza kusoma India 2018 19, tulipelekwa na serikali. Kwa hiyo tulipopata hiyo chance, sababu issue ilikuwa ni kupata vipandikizi. Tukapata vipandikizi, tukaanza na watu wawili, na tukaendelea kwa monitor, tukaona kwamba wanafanya vizuri. Baadaye tukaendelea na mpaka sasa tumeendelea, tumefanya watu 14. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba unachukua vipandikizi ambavyo tayari mshatengeneza, na tunasema ni body friendly, vinaweza kwa kwenye mwili wa mtu zaidi ya miaka, tunasema lifetime, sababu miaka 25 na kuendelea, na study imefanyika zimeonyesha hivyo. Kwa hiyo akishawekewa haionekani kwa nje, atugusi hisia zake. Kwa tunampitisha kwenye counseling, tunampitisha kwenye vipimo, tunapima moja kwa moja, tunasema huyu yuko fiti kwa ajili ya kuweka vipandikizi. Tukishamwekea vipandikizi anaendelea kufanya kazi kama kawaida, na tuna witness ya watu ambao wameshawekewa na wako vizuri. Hapa nitajitahidi niulize kila swali ambalo yule ambaye anatutazama sasa hivi litakuwa linamjia kichwani. Kama ndio unaungana nasi, hii ni Maelezo Podcast. Pia na Suleiman nimeketi hapa na Dr. Remigius kutokea hospitali ya Benjamin Mkapa. Kubwa ambalo tunazungumzia ni kuhusiana na tiba hii ambayo Benjamin Mkapa wako mstari wa mbele kwa sasa hivi kuhakikisha kwamba wanaokoa wanaume wengi sana ambao tafiti mbalimbali zinaonyesha wanaume, hakuna muamko huo wanaume kwenda kujitokeza kupata matibabu ya changamoto kama hii. Hapa tumezungumzia nini ambacho kinafanyika. Umesema hatugusi hisia. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Nani ambaye kuna muda wakati tunazungumza ukasema ajali na vitu kama hivyo, ni watu wenye makundi yapi ambao wanastahili kupandikiziwa uume? Yuko yule ambaye ana uwezo, maumbile yake hayasimami, anaingia hapa, ama kuna yule ambaye pengine alipata ajali, uume maumbile yakatoka kabisa, anaingia kwenye kundi hili? Ni akina nani hasa wana vigezo vya kupandikiziwa ama wanaingia kwenye uhitaji wa kupandikiziwa? Okay. Asante sana. Nadhani tuondoe wale ambao wamepata ajali uume wao umekatika. Hiyo ni kitu kingine. Yaani ambayo haipo kabisa. Haipo kabisa, hiyo ni kitu kingine. Maana hiyo ni line nyingine. Lakini kwa hii ambayo tunaweka vipandikizi ni wale ambao kabisa
alikuwa anasimamisha lakini akashindwa kabisa. Sasa hivi akashindwa kwamba hawezi tena kufanya tendo la ndoa kwa sababu jinsi yake ya kiume haiwezi kufanyaje, haiwezi kusimama na haisimami katika kiasi cha kuweza kupenetrate. Kwa unachofanya ni kwamba tunamuongezea nguvu. Tunachokifanya kwa mfano ugonjwa ambao kuna issue kama penile fracture, mtu amevunjika uume au mtu amepata priapism, kuna condition ambayo inaitwa priapism. Samahani natumia natafuta neno jepesi kwa Kiswahili. Ni kwamba ameweza kuerect muda mrefu lakini akashindwa baada ya kufanywa matibabu ya kuondoa ile damu ambayo iko ndani ya uume, akashindwa kusimama tena. Wagonjwa wenye kisukari ambao mishipa imeharibika, wagonjwa ambao wamepata depression, msongo wa mawazo kiasi kwamba hawezi tena. Kwa hiyo tunachokiangalia, ndio maana ukiangalia tuna screen kwanza ile mgonjwa. Tunaangalia je, ana condition ambayo inaweza kumpelekea hali ya kutoweza kusimama tena. Wagonjwa ambao wamepata shida ya mgongo kwa mfano, kwa sababu ili tendo ili uweze wanasema uweze kusimamisha unahitaji umeme, unahitaji damu, na unahitaji hisia. Huwa na watania ninapokuwa nawafanyia counseling nawaambia wanaume tumepewa sheria kubwa kwenye vitabu vya dini kwamba ukimwangalia mwenzako au kumwangalia jinsia nyingine kwa kumtamani umeshakizini naye. Kwamba tutatumia sense zote kwa kuangalia, kwa kushika, na kwa kuhisi. Kwa hiyo kama kuna shida yoyote katika lile eneo, aidha umeme au kiungo chenyewe au mishipa ya damu, sisi pale ndio tutaingia na tunamrudishia furaha. Na furaha haiendi kwake, tunarudisha furaha mwenzake pia. Wakati tunazungumza hapo umezungumzia juu ya kukatika, ambapo mara ya kwanza umetoa kabisa hii ya kukatika kwamba kuondoka kabisa kwa maumbile. Umesema kuna fracture. Hii inatokea vipi? Ama ndio ile huwa tunaisikia kwamba jamani chungeni sana mnaposhiriki, mnapokutana na wenza wenu, kuna mikao fulani ambayo inaweza ikapelekea pengine uume kukatika ndani kwa ndani. Ndicho ambacho tunakizungumzia huko sahihi. Kwenye kukatika nilikuwa natoa, kuna mfano nadhani kuna instance ambayo umeona nadhani itokea mikoa ya kaskazini hapo, mtu amekatwa uume wake. Sasa ile ukikatwa inabidi uwai ndani ya masaa 6 angalau tuweze kurejeshea. Lakini kama imekatika namna hiyo, huwezi kusema nitakwenda hospitalini kwenda kutengenezwa. Maana hiyo inabidi utafute sehemu nyingine uje uiweke. Kwa hiyo ni kitu hiyo, ni reconstruction, inakuwa ni tofauti. Lakini kwenye kuweka vipandikizi, kwa mfano mtu amepata, kama ulivyozungumzia, mtu anaweza kama amekaa katika tendo la ndoa, amekaa katika mikao tofauti, ikaje ikavunjika. Inapovunjika wakati mwingine inaweza kumfanyisha mtu yule akashindwa kusimamisha tena. Sasa pale tunaweka nondo zetu. Wanatania tunawaambia tunaweka nondo zetu ambao unaweka zile implant. Na ukiweka implant, huyo mtu anakuwa amerudi katika hali yake ya kawaida kabisa. Manake kati ya changamoto ambazo zinapelekea na hiyo case mnazipata mara kwa mara ya kwamba huyu alipata changamoto, hana uwezo wa kusimamisha tena maumbile yake kwa sababu alikaliwa vibaya, ama mtindo anaita style wenyewe, alikaliwa vibaya, ama kuna namna yoyote ilitokea ukavunjika ndani kwa ndani. Tunazipata, na actually tumesha, hata ukiingia kwenye mtandao kaandika majina ya madaktari wa urologist, unaweza ukaona kuna, na tumesha publish. Mtu amekaa mkao mbaya kavunjika, anapovunjika. Kwa hiyo mara nyingi wengine wanaojua wanawahi hospitalini mapema, na tuna repair. Na tumesha repair, na bahati nzuri watu ambao wanawahi tumewarepair vizuri na wameweza kurudi katika hali ya kawaida. Lakini anayechelewa pale, hata kama ukirepair unatoa ile damu ambayo imevilia ndani, ukirepair inabidi aje awekewe implant tena. Kwa hiyo na kitaalamu inaitwa penile fracture. Tumezoea kwamba mtu ana fracture mfupa tu, lakini hii jinsia ya kiume inaweza kuvunjika kama ilikuwa imesimama na akawa amekaa kwenye mkao mbaya. Angalizo kwenye hilo? Angalizo nadhani ni vizuri. Ndio unajua sasa hivi tuna shida kidogo. Tulidanganywa au tunadanganywa kwamba unyago ilikuwa ni mambo ya kishenzi. Lakini nikwambie, unyago ulikuwa unamueleza kijana afanye nini anapoingia kwenye ndoa,
ashiriki wakati gani na ashiriki vipi. The same sasa tuna mambo ya kitchen party kwa kina mama, sijui wanaelezwa nini, lakini zamani ulikuwa unapelekwa kwa shangazi, unaelezewa jinsi ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa unashiriki tendo la ndoa uweze kubalance, asija ukashangaa umekalia vibaya ukavunjika. Tuko hapa na Dr. Remigius kutoka Benjamin Mkapa. Kubwa ambayo tunazungumzia ni huduma ambayo wanaitoa ya upandikizwaji wa maumbile ama upandikizwaji wa uume. Tumegusia juu ya nani anayetakiwa kupandikiziwa, lakini tumegusia pia hali ya tatizo hili ama changamoto hii Tanzania, lakini pia ulimwenguni kote. Bado tunaendelea kuzungumza mengi kweli kweli. Na kati ya swali ambalo linakuja kichwani sasa hivi ni kuhusiana na je, upandikizwaji huu una affect ama unaathiri kiwango cha kuenjoy mtu ambavyo anaenjoy, kwa sababu kumbuka hizi ni implants zinawekwa kwenye uume. Na kumbuka kama ni enjoyment ama kufurahia kunaanzia kwenye kiungo chenyewe. Sasa implant hizi haziathiri hisia? Haziathiri hisia, actually zinaongeza hisia. Nikwambie kitu kimoja, mtu ambaye hawezi kufanya tendo la ndoa anakuwa ameathirika kihisia. Na wakati mwingine unaweza kumwona na viungo vyote lakini anajiona yuko incomplete, anajiona kama atoshi. Na impact yake ni kubwa. Actually ukiweza kuicalculate ni kubwa, kuanzia kwenye uchumi, ufanyaji wa kazi wa kila siku na maisha yake kila siku. Tunasema quality of life inakuwa impaired. Kwa hiyo unapomwekea ile pale inasaidia. Ile pleasurability inaongezeka, ule hisia zake unakuwa umezigusa. Na hisia hatuendi kwenye kiungo tu, tunaanzia kwenye kichwa, kwa sababu interpretation ipo kwenye kichwa. Kwa hiyo ile pale inamsaidia, inaongeza hisia. Lakini sio kwake tu, kama mtu alikuwa anaenda dakika moja au dakika mbili, anaweza kaenda, ambao tumewafanyia wanaweza kaenda zaidi ya 1 hour. Yani kwamba mwenzake anamridhisha moja kwa moja, na hiyo ndio kimekuwa kitu kikubwa sana. Na lakini sio hivyo tu, kama alikuwa anashindwa kupata watoto kwa sababu hawezi kufanya penetration, ni kwamba anaweza kupata watoto, ambacho ni kitu kikubwa. Kwa sababu pia mimi huwa naambia mara zote kwenye swala la tendo la ndoa ina vitu viwili vikuu. Sasa procreation, kwamba unasaidia kutengeneza kizazi kingine kijacho, lakini pia recreation. Kwa hatukai kwenye mambo ya hisia tu, lakini tunaangalia tu kwamba huyu mtu je, anaweza kuzalisha tena. Kwa hiyo kama kiwanda chake kinaenda vizuri, kodani ziko vizuri, na hii imetengenezwa vizuri, jinsia yake, basi. Kwa hiyo swala hisia linarudi, na mimi nasema linarudi katika kiwango cha juu kwa sababu ya hiyo. Na hata tuwauliza baada ya kuwa tumewafanyia, anakuambia excellent, super, hii ni zaidi ya nimerudishwa uhai pia. Ukitazama maumbile ya mwanaume kiasili yanakuwa na kusinyaa ama yanasimama pamoja na kusinyaa. Kitu ambacho kwenye hizi implants sidhani kama zina huo uplastiki kwamba kusimama na kusinyaa. Mimi natamani nifahamu, kwa sababu wakati nikijua kabisa kwamba nitakuja kuzungumza na wewe, nikiwa napita kwenye kujifunza, nikaona sehemu pameandikwa kwamba ikiwa umepandikiziwa, kinachotokea ni kwamba uume wako ni kama muda wote unakuwa umesimama. Hiyo ni kweli kwamba maumbile, ikiwa umepandikiziwa, maumbile yako muda wote yanakuwa yamesimama? Asante sana. Hapa nikwambie tu kitu kimoja. Baada ya kutangaza hiyo huduma, tumepata wagonjwa wengine ambao tayari wameshafanywa nje ya nchi. Na kwa hiyo imeonekana kwamba walikuwa wanatafuta hizo service. Na wako satisfied. Kwa walikuwa kuja kwenye follow up na nini, kitu kama hicho. Lakini pia labda nikupe kwenye uelewa, au anayetuangalia apate uelewa kwamba ziko implants mbalimbali. Kuna nyingine ambazo unaweka ni kama pump. Unaweka hewa inaingia. Kuna nyingine inakuwa na fluid, lakini hii hapa ambayo tunatumia, ambayo tumeona kwamba ni African friendly au Tanzania friendly, ni kwamba inakuwa ni silicone. Silicone material ambayo mwili unaweza ukakaa nayo vizuri. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba sawa haufiki kwenye kusinyaa kama mtu anavyosinyaa moja kwa moja, lakini unaweza ukaiposition unavyotaka na isionekane kama umefanyiwa implant.
na haionekani kwa mwenzako. Lakini sasa katika tendo la ndoa au unapopata ile ashki, si ndio? Ni kwamba damu inazunguka ndani ya ile implant, kwa inajaa, inavimba na inakuwa ni kubwa, na unaweza kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo haiwi, ukiangalia zile implant ni ndogo kidogo ulinganisha na zinapokuwa katika mtu anapokuwa katika hali yake ya akiwa amesimamisha. Kwa hiyo ni kwamba damu inazunguka, kwa sababu kuna mishipa ya damu ambayo watu igusi inaendelea kusupply ndani ya jinsia ya kiume. Kwa hivyo maana yake hizi hiki kipandikizi ambacho kimewekwa kina uwezo wa kuadapt kutokana na, kwa sababu ukijaribu kusoma ni kwamba hutohitaji hisia ama kuamshwa mtu kukushika upate hisia ili uume usimame. Wanasema inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu ni kama unakuwa ukiwa nusu kama umekwisha simama na nusu kama upo kama haupo hivi. Nadhani hiyo ndio advantage kubwa, utahitaji hisia nyingi kuja kusimama, lakini ili upate full rigidity, ndio ile utahitaji hisia. Kwa hiyo ndio maana wanasema mara zote wanasema kama mtu amefika ni mshindo bado anaweza kaendelea. Mbegu zishatoka bado anaweza kaendelea kufanya tendo la ndoa. Na mpaka mwenzake akawa ameridhika. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba either malleable ni kwamba anaweza kafanyaje? Anaweza kuendelea na tendo lake. Na hisia inakuja kwenye swala hisia ni kwamba unakuwa tuigusi. Tunapokuwa tumefuta zile nerve ambazo au nerve endings huwa tuziasili wakati tunafanya operation. Kwa hiyo anakuwa nazo zile. Kwa hivyo nataka kuniambia faida ya hii ni kwamba una uwezo wa kuendelea na tendo bila hata kuwa na hisia. Kabisa. Sawa. Na hiyo nimeisoma, lakini at the same time nime-witness kwa baadhi ya watu ambao tumefanyia. Tuko hapa na Dr. Remigius kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa. Yeye ni daktari wa mfumo wa mkojo pamoja na wanaume. Tunazungumza mengi sana kuhusiana na afya ya wanaume ama afya ya mtoto wa kiume. Hii ni kati ya changamoto ambazo zinaondoa maisha ya watu wengi sana. Umezungumza hapa kwamba tendo la ndoa sio tu kuongeza kizazi, lakini pia ni recreation, yani kama sehemu ya sijui tunaiwekaje Kiswahili, kwa sababu ni kama Kiingereza inakuwa ni rahisi zaidi, kama starehe. Na kuna side effects ikitokea umeikosa, kwa sababu kwa wanawake utasikia kwamba kama hajapata hiyo atatoka chunusi, sio atakuwa na hasira na nini. Kwa mwanaume hiyo ina side effect kuto kupata. Nadhani tumekuwa tunaangalia taifa mbalimbali za watu ambao ni wacheza mpira. Kwa mfano nitakutolea mfano mmoja, kama mtu kama Ronaldo. Alikuwa anambia Ronaldo yule Nazario de Ronaldo, sio huyu ambaye tuwe naye Gaucho Delima. Ni kwamba alikuwa kabla jengeo ni mechi kubwa anabidi ashiriki tendo la ndoa, kwa sababu pia inakuwa kama stress reliever, inapunguza stress na anaweza kuconcentrate. Kwa hiyo ukiangalia, na inatokea mara nyingine, yani kwa mfano mtu akikaa muda mrefu bila kuwa amefanya tendo la ndoa, kama hakuwa busy kwenye mambo mengine, inaweza akawa na stress au msongo wa mawazo. Kwa hiyo kwa watu ambao wamefika kwenye hiyo age, kushiriki tendo la ndoa pia linawasaidia katika kufanyaje, katika kuwa sio wote naweza kusema, lakini asilimia kubwa linawasaidia kuwatoa katika ile hali ya stress. Ndio. Okay. Kuna kitu ambacho ukisikia kwenye hili la upandikizaji, ziko wanaita allergies ama side effects. Yuko mtu ambaye atapandikiziwa kitu fulani, kwa mfano titi ama yani chochote kile ambacho kitaingia mwilini, basi jua kuna mabadiliko mtu atakutana nayo. Najua huko kwenye nafasi ya, kwa sababu mlianza na watu wawili, baadaye watu 14, si ndivyo? Kitu gani ambacho mmekibaini, ama katika kusoma kitaalamu kuna side effects zozote? Okay. Side effects bado huwa zikosi kwenye tiba yote kama ulivyosema. Ya kwanza ni ile treatment ya wakati tunafanya operation. Ndio maana mara nyingi wanasema inahitaji ni meticulous. Yaani unatakiwa uifanye katika kiwango cha hali ya juu. Kuanzia kwenye usafi, sababu wakati mwingine kama akipata infection hiyo huwa ni shida pia.
Lakini ya pili, wakati mwingine inabidi ujue size yake, kutengeneza size ambayo ni sawa, kwa sababu size ikiwa kubwa zaidi kuna issue inaitwa concord, unaweza kushangaa imekaa tofauti. Kwa hizo zipo, lakini pia material yanayotumika ni material ambayo kidogo amejitahidi kwamba asiwe na allergy. Na mara nyingi watu, ndio maana nasema mara zote sio kila mtu anayekuja unaambia wewe unafaa kupandikiza. Wakati mwingine tunakuuliza kama una allergy na material namna hiyo, lakini pia kama utaweza kuihandle, kwa sababu kuna mtu mwingine kwa mfano labda hawezi kwa sababu ana shida ya akili, kwa hiyo inabidi atibiwe kwanza. Ana sukari ambayo ameshindwa kuicontrol, inabidi tumtibu. Kwa hiyo tumejua kuangalia swala la nguvu la kiume actually imekuwa ni calling, na tumeweza kugundua magonjwa mengine mengi na tumeweza kuyatibu na tumewacapture, na unakuta mtu anarudi kwenye hali yake ya kawaida hata baada ya kuwa ameshatibiwa hizo nani. Lakini tunauliza maswali yote, ndio maana unabidi uende kusema yenye wataalamu, na ndio maana vitu pia unabidi uisomee. Kwa hiyo kama mtu ana allergy, mara nyingine inaweza kuwa contraindicated. Ndio. Kuna mtu ambaye anaweza kafika na akawa na changamoto, akafika hospitali akawa na hiyo changamoto, lakini kitaalamu mkaona pamoja na yote hayo ni kweli ukawa unahitaji, lakini hatuwezi kukufanyia upandikizaji. Ni watu wa aina gani ama mazingira gani anaweza kumfanya mtu, licha kwamba ana changamoto, lakini tutatafuta namna nyingine ya kumtibu, hatuwezi kukufanyia upandikizaji? Kwa mfano mtu ambaye ana sukari ambayo hauja control. Mtu anakuja na sukari ya 30, 40, high, wanasema ni very high, 20, 30. Ile mara nyingi tunamwambia hapana, kwanza tibu kwanza sukari. Mtu mwingine kwa mfano ana shida ya kubleed, kumbuka ni surgery, mtu ana shida unajua by the time unaenda kufanya operation ata bleed sana. Damu yake haigandi, hiyo ni inaweza tukamwambia hapana, subiri kwanza. Pale Benjamin tuna wataalamu wa damu, akupe vitu ambavyo vinasaidia kuganisha damu, then tunarudi, kwa sababu moja wapo ya wagonjwa wanaopata priapism ni wagonjwa ni sickle cell. Kwa hiyo wakati mwingine huwa tunaambia okay, hebu upite kwa mwingine, upitie kwa daktari mwingine arudi. Ndio maana mara nyingine pia tunawaambia wagonjwa wanayotaka kupandikiza wasipandikize sehemu ambako wanafikiria. Tunapenda tuwapandikize katika maeneo ambayo tunajua tuna wataalamu wote. Na wataalamu wa damu, tuna wataalamu wa moyo, tuna wataalamu wa sukari na vitu kama hivyo. Na bahati nzuri Benjamin Mkapa imekuwa ni sehemu ambayo ina mkusanyiko wa wataalamu wote hao. Sawa, bado tunaendelea kujifunza kutoka kwa Dr. Remigius. Yeye huyu ni mtaalamu wa mfumo wa mkojo pamoja na wanaume kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa. Kubwa pale tunalizungumzia hapa Maelezo Podcast hii leo ni kuhusiana na upandikizaji wa uume au maumbile. Tumefahamu vitu vingi kweli. Wakati nasoma niliona kati ya changamoto ambazo of course hata tafiti mbalimbali zimekuwa ziko wazi kwenye hili, kwamba zamani nakumbuka wakati matumizi ya condom, wakati anaingia watu walikuwa napata changamoto sana akienda dukani kwenye kujielezea, bwana mimi naomba CD na vitu kama hivyo. Najua pia hata upande huu bado kuna ile aibu, mwitikio pia wa watu uko vipi, lakini pia hiki ni kitu ambacho kinahitaji usiri kweli. Benjamin Mkapa imejiandaa vipi kwamba nikitoka mimi bwana A nimefika Benjamin Mkapa, nimeingia kwenye hiyo wodi, si kila mtu anione kwamba bwana huyu katoka anaenda pale? Mmejipanga vipi kwenye hilo? Lakini pia uanze kunigusia juu ya utayari wa watu ama openness ya watu akifika, ama ndo vile akifika lazima azunguke. Labda nikwambie kitu kimoja, wanaume tumekuwa na tabia hiyo ya kutopenda kuexpose mambo yetu. Nitakurudisha nyuma wakati wa tezi dume. Nakumbuka singekuwa mheshimiwa rais aliyepita, rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kusema kuzungumzia kuhusu tezi dume. Watu walikuwa wanakuja, mtu unaenda kumwangalia, unaambia unaumwa nini, anakuambia naumwa tumbo huko, kumbe shida iko kwenye tezi dume. Na ilisaidia ile awareness. Lakini sio kwamba walikuwa wanaogopa ile mbinu ya upimaji. Hapana. It has never been like that. Nakwambia kitu kimoja, labda nikupe siri za ndani, kwamba unajua jinsi ya mwanamke anapopimwa kabla ya kujifungua. Kama tungekuwa nakimbia tusingezaliwa. Si ndio? Kwa hiyo
kuna statement moja ambayo inabidi tukae nayo sisi wanaume tuibeba, na ndio maana tuko hapa kwamba mficha uchi adhai. Kuna mtu mwingine, nitakutoa mfano tu mmoja ambao ni mdogo sana, nimesha witness kitu ambacho ni kibaya sana. Kuna mwanaume mmoja alipigwa eneo lake alikamatwa, nadhani ilikuwa ni mambo ya ugoni nini, akakanyagwa, akapigwa kwenye eneo la tumbo chini. Tukakuta eneo lake la jinsi limevimba, eneo la sehemu ya siri. Tukauliza kwa hii, tukawa tunamuuliza kimetokea kitu gani? Hakusema. Tuambia kwa hii njia, kwa hii hali ulionayo inaonekana umekanyagwa au umepigwa au kuna ajali. Mimi sijapata ajali sio nini, sababu alikuwa anaogopa mke wake ndani. Yule mtu kumbe unajua kuwapima, tukajua gundua kwamba ndani amevilia damu imepasuka, mshipa wa damu umepasuka. Lakini tuliona kwa nje. Kwa hiyo tusingeenda kukimbizana moja kwa moja, tusiweza kumwokoa yule mtu. Kwa hiyo turudi tena kule kwenye sehemu yetu kwamba mficha uchi afanyaje? Azai. Tunachokifanya hapa kikubwa ni wanaume kufunguka. Tusipofunguka kila siku tutakuwa tunaandika urithi, tunaacha wenzetu, tunatafuta hela kwa nguvu, tunaandika urithi, tunaacha wenzetu wanaenjoy na watoto wao si watoto wetu. Kwa hiyo nataka nirudi tena ni kwamba hautaki tujifiche. Kuna shida tunaenda. Kama mtu nakumbuka tulipiga tunafanya sensitization ya mambo ya tezi dume. Wanakuja watu lakini watu wachache sana. Lakini nakumbuka issue ya MEWATA. Ilikuwa mambo ya maziwa, kupima maziwa. Tulipata watu wengi sana. Nadhani Tanzania nzima walikuja na mwitikio. Ambao mwitikio huo tunatamani uende kwenye tezi dume, kwa sababu wanaume saizi kama unaangalia, sababu maisha yamekuwa mazuri, watu wanaishi muda mrefu kidogo. Kwa hiyo wanafika kwenye ule umri wa tezi dume. Huku ingine nadhani ni wakati mzuri pia. Na kwa tunaongea karibuni na wenzangu na watu wengine. Moja hapo ya area ambayo tunafikiria kutaweza kuifanya ni kuwa na majengo ya majengo ya kina baba itasaidia. Many health clinic au wherever the building, kama ilivyo ambavyo ukiingia hospitali utakuta mama na watoto. Wao wanajificha wanasema wazee, lakini wale watoto wakishakuwa watoto watu bagui wa kiume wa kike, si ndio? Lakini wakishafika na umri fulani tunawaacha. Unakuta wana jengo lao. Hatuna reproductive health ya upande wa wanaume. Kwa hiyo ni wakati mwingine wa kupiga kelele sana. Sababu pia ukiwa na wanaume ambao ni dhabiti, wana afya kamili, nchi itaenda. Ukienda nadhani mfano mzuri, ukienda Mbeya, kuna jengo la Meta kina mama na watoto, si ndio? Ni hospitali yani iko hivyo kabisa, na ukiingia nadhani tunaweza tukawa na icon, kwa mfano Benjamin Mkapa tukawa tuna pale UDOM likajengwa jengo lingine la kina baba, ambao akiingia kule anajua kabisa atapimwa tezi dume, ataongea na kule unakuwa na complete package, unakuwa na psychiatrist au psychologist, unakuwa na mtu wa moyo na kila kitu. Then ile pale itafungua. Itapofungua wewe utakuwa ni ambassador wa mtu mwingine. Huyu mwingine atakuwa ambassador wa mtu mwingine. Then unyanyapaa utaisha. Zamani ulikuwa tunaogopa kukaa na mtu hata akiwa amekonda, unasema ana HIV ndio upata. Lakini baada ya kuzungumziwa sana, sasa hizi tunakula nao, tunakaa nao na tunaishi nao, na unyanyapaa sio issue tena kwenye swala la HIV. Bana, tarudi tena kwenye COVID. COVID na nini virus wale. Lakini ukiwa na COVID unasema nimepata COVID haya mafua. Lakini wakati ule ilikuwa ni ngumu kusema na HIV. No, lakini the same na destiny mara nyingi ilikuwa ni moja, ilikuwa ni death. Ndio. Au unaweza kaishi muda mrefu. Tena hii unakaa nayo muda mrefu zaidi. Lakini watu walikuwa wanazungumzia. Kwa hiyo si high time size ya kuzungumzia. Na nchi ambazo wamekuwa wakizungumzia afya kina baba, tumeona hata life expectancy imekuwa inakuwa. Najua ilikuwa ni ngumu zaidi kuizungumzia kwa sababu pia hata madaktari wa kina baba walikuwa wachache. Hata tukiulizana huko wangapi anajua kama kuna daktari wa kina baba, ni wachache sana wanajua. Sasa hivi tumeona tumeanza kuwa wengi. Nitakwambia sasa hivi daktari wa urologist hawazidi 140. Ndio tukibizana sasa hivi tuende mpaka 200, lakini ukiangalia ile scale, ukiangalisha watu wanaohudumia na wanaohudumiwa kuna baadhi ya mikoa ukiangalia urologist hawapo. Kwa hiyo unajikuta mtu akifikiria kwamba ana shida tezi dume au nguvu ya kiume kusafiri kuja kwenye kanda ya kati au kwenda kaskazini KSMC au kwenda Muhimbili au kwenda Mbeya. Sasa hizi angalau tunaona serikali imeweka nguvu sana. Unakuta karibia hospitali nyingi za mikoa imeanza kuona wanaanza kuweka urologist.
na anakuwa functional zaidi akiwa na vifaa. Kwa hiyo mi naona I can see the bright future, na nadhani serikali na hata si wanaume wenyewe tumekuwa na nia dhabiti ya kupandisha afya kina baba. Natamani siku moja, ni ndoto yangu, umezungumza kitu hapa kimeamsha kile nilichokuwa nakiwaza. Ni ndoto yangu siku moja, kama leo hii ambavyo Tanzania ina hospitali ama kituo kama si taasisi mahususi kwa ajili ya akina mama, kama ilivyo Meta, umetolea mfano Mbeya. Utaenda ni taasisi ya moyo, utaenda utakutana, yes, inaweza kuwa ndani ya taasisi moja, lakini ikawa ni mifupa pia, watoto pia. Naona hiyo kitu ipo. Natamani siku moja nikutane na, ama ukienda afya ya akili tuna Milembe, umeshaona mpaka hapo. Natamani siku moja tupate taasisi ya namna kama hii ama hospitali ya namna kama hii, ambayo tukisha sikia tu hiyo hospitali basi tunaiona icon ya kwamba afya ya wanaume ama afya ya mfumo wa uzazi kwa wanaume iko katika taasisi hii, kama ambazo sasa hivi ukiwaza tu afya ya akili unajua Milembe na kujia moja kwa moja. Na sali sana, naomba sana your wish to be granted, yani kwamba hilo tamanio lako litokee. Na mimi naona mwanga na itatokea. Itatokea na tuombe Mungu itatokea. Najua wanaotusikiliza ni wengi, na nadhani labda ilikuwa inatakiwa izungumzwe kama hivi. Wadau wapo, si ndio? Serikali ipo, na serikali ni sikivu, nadhani hili itatokea. Kabla, swali langu la mwisho itakuwa ni kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Namna gani sasa tunaweza kufanya wanaume mtindo wa maisha ama hatua za kuchukua ili tusifike kwenye tatizo kabisa. Lakini kabla sijaenda huko, mimi natamani kwa sababu tuko kwenye hizi jamii, wanaume wengi sana ikitokea na amejifahamu kwamba na changamoto ya maumbile na vitu kama hivyo, kitu anachokimbilia ni kwenye matumizi ya mitishamba. Kiko kitu kinaitwa mkongo, sijui vumbi na vitu tofauti, mizizi na vitu kama hivyo. Hii imekuwa ni changamoto ama kati ya sehemu ya vitu vinavyosababisha changamoto hii ya maumbile kuto kusimama, kiasi ambacho mnapokea watu namna kama hiyo. Nadhani ni kwanza inatupa picha nzuri. Ukiangalia matangazo ya waganga kienyeji kwa mfano, matangazo ya mambo ya tiba ya vyakula nini, lazima wazungumzie nguvu za kiume. Kwamba tatizo linajulikana lipo, lakini hatuna no alternative. Yaani ilikuwa hamna alternative wa hospitalini. Au zikiwepo, mtu anakutana na daktari yoyote, anaambiwa, anapewa, lakini wakati mwingine anasoma, akishasoma anaenda kununua dawa mwenyewe kwenye pharmacy au kwenye sehemu yote. Na mbaya zaidi, kwa mfano ukisema tunatibu nguvu za kiume kwa kutumia mitishamba, mara nyingi anayekupa zile dawa unakuta amejifunga, unapata picha ya mganga, si ndio? Usipopona ni ngumu sana kwenda kurudi uambia bwana sijapona, maana unajua huyu jamani kirudi ataniroga. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya sawa, inawezekana inatibiwa. Na inatibiwa kwa sababu gani? Kuna issue ya placebo effect, kwamba kuna mtu mwingine anatibiwa kwa sababu ameambiwa kwamba ukifanya hivi itatiba. Lakini ni labda niende general, tumekuwa tunafanya vitu vingi ambavyo vinasaidia keep nguvu za kiume, kumfanya mwanaume kama alivyo. Moja hapa ni mazoezi yamekuwa yanafanyika, na katika hilo unakuta unafanya mazoezi katika kupunguza hizo NCDs, lakini wakati huo una promote nguvu za kiume. Chakula bora, zamani unajiuliza saa hizi kwa nini mtu ale, sitaki niharibu biashara za watu, lakini kama kuna zamani ukifika unachinjwa kuku unakula, si lazima ule nyama ambayo imekaa miaka mingi au imefungwa kwenye rolls. Kwa nini? Matunda, ulikuwa unakula matunda ambayo ni moja yametoka kwenye mti, na bahati nzuri alikuwa yapigwi dawa kama tunavyopiga sasa hivi. Kwa hiyo nadhani mtindo wa maisha inabidi tuanze kurudi kwenye uhalisia. Ni mgumu kwa sababu idadi ya watu wameongezeka. Kama mti mmoja ulikuwa unalisha familia, sasa hivi familia baada ya watu 10-15, sasa hivi familia unakuta mtaa una watu 200. Nakumbuka sisi tulipokuwa wadogo, ukitembea unaenda kwenda shuleni, ukirusha mawe tu na wakati wa matunda unakula unakula embe lako, kukutana chungu unakula. Ukienda kwenye karanga wakati wanavuna unakula karanga mbichi unakula. Wakati huo unajitibu nguvu za kiume, sababu karanga pia zina madini za zinc, lakini pia
kwenye mtindo wa maisha pia tunabidi tujue tunachokula tunakula kitu gani, kinaongeza nini. Ukienda kwa wenzetu mara nyingi kila kitu wanachokula kimeandikwa, kina ingredient na content ambazo zimeunda kile kitu. Hiyo vitu vipo. Huwa nashangaa mara nyingine mtu anaambiwa kula karanga, changanya na nazi na nini, naongeza nguvu za kiume. Lakini ukweli wanaita inaitwaje? Kuna kitu kinaitwa portion whatever. Wanaita booster, lakini pia wakati mwingine atakwambia kifurushi. Kifurushi. Nitaka hiyo kifurushi. Kwamba wakutaidha kifurushi na nakuuzia. Napenda hiyo innovation, lakini reality kama angekuwa mtu anajua nazi na nini, angekuwa anajua inabidi iwe. Vyakula vyote, madawa yote tunayo, ila hatusomi. Unaona? Kwa hiyo unakuta kwenye karanga kuna hiyo, kwenye baadhi ya miti kuna vitu kama hivyo, lakini hatusomi. Kwa hiyo mimi narudi tena kule kwamba sisi kama jamii sio kusema kwamba hatuna muda. Fanya mazoezi, tule chakula ambacho tunakijua kina nini, na turudi tena kwenye usingizi wa kutosha, kwa sababu mtu ambaye halali vizuri pia inawezekana ikawa ni moja ya factor ya kumfanya asipate nguvu za kutosha. Lakini pia wenzetu wafundishwe. Unajua stress nyingine inabidi ujue factor ya stress. Kama una mwenzako anakupiga stress kila siku inaweza ikawa ni ngumu pia. Mimi cancel watu wengi unakuta mwanaume anaonekana kama mashine ya kutafuta hela. Kwa hiyo ni stress asubuhi, mchana, jioni. Akilala akiamka awaze hela tu. Anarudi anamwambia kwani anaamini. Nilikuwa naongea actually nimetoka clinic muda si mrefu, nilikuwa nauliza wenzetu, hivi mambo ya hela wanawake anza kupenda hela lini? Waliambia miaka 2000 hapa. Kwa sababu wake zao walikuwa waulizi swala la hela, akiata chakula akarudi na nini. Kwa hiyo turudi tujue factor za stress zetu ni zipi, then itasaidia. Tuko hapa na Dr. Remigius Rugakingira, yeye ni kutokea hospitali Benjamin Mkapa, ni daktari mtaalamu kabisa wa mfumo wa mkojo lakini pia na magonjwa ya wanaume. Tumezungumza vitu vingi sana kutokea Benjamin Mkapa. Kabla hatujaondoka, yuko mtu sasa ameshapata hii elimu, anatamani aje kupata hii huduma, lakini taarifa za awali zinaonyesha kwamba gharama yake imechangamka kidogo, gharama ya kupandikiza uume. Hapa kupandikiza uume ni package. Kama nilivyosema, nadhani ukiangalia kama mtu ametusikiliza vizuri, tunaanzia kwenye vipimo, tunakuja mpaka kwenye kununua vipandikizi. Kumbuka vitengenezi nchini. Na mara nyingi kama una mtu unamwekea kitu, inabidi mwekee kitu ambacho ni genuine. Sio fake. Kwa hiyo ukiangalia jumla package nzima mpaka na operation inafika kwenye milioni 10. Lakini kumbuka unafanywa mara moja ni miaka yako yote. Nitakwambia kitu kimoja. Unaweza ukaambiwa pressure dawa zake ni labda shilingi 10,000 au 20,000 au 30,000. Lakini lifetime utanunua lifetime, maisha yako yote. Malaria unaweza kuumwa leo, kesho kuumwa mbwa, ukatumia labda na drip na kila kitu 200,000 300,000. Kwa ukiangalia mimi bado naona anasema value for money ipo kwenye 10 million, kwa sababu ukiinganisha kwamba ungekuwa unasafiri kwenda nje kufanyaje, ni gharama kubwa sana kulinganisha na kama inafanyika hapa. Kwa hiyo cha kwanza tunashauri watu kwamba wa protect hizo elimu ya kina baba ziwepo, wa protecting nguvu zao za kiume, lakini kitokea akaumwa apate option zote. Kuna option ya dawa, imeshindikana, counseling na dawa imeshindikana, tunaenda kwenye kupandikiza ambayo ni option ya moja kwa moja, ni ya mwisho. Okay. Kutoka siku uliopandikizwa mpaka siku unayokuja kushiriki kwa mara ya kwanza ni muda gani hapa? Kwa sababu kuna changamoto zingine, ukishatibiwa mtu anakuambia usishiriki hivi, ukifanya hivi uponi, kuna dawa hazifanyi kazi pia ukifanya hivyo. Kutoka siku ambayo umepandikizwa mpaka siku ambayo unakuja kushiriki kwa mara ya kwanza tendo, ni muda gani unatakiwa kupita? Watu wote ambao wamepandikiza, kwa tunaangalia ni wiki 6. Ukiangalia ambao tumepandikiza wiki 6 wanaweza kuruhusiwa kwenda kushiriki tena, ndo tuliwaruhusu baada ya hapo. Baada ya wiki 6 fresh kabisa unaendelea na maisha yanaendelea vizuri bwana. Lakini kabla sijamaliza, mimi natamani pia wanawake tusiwaache, kwa sababu wanasema kwenye changamoto yote, yani yote haya tunayafanya ni kwa sababu yao, lakini ni kwa sababu yetu pia. Nafasi ya mwanamke kwenye kumtunza mwanaume ama kwenye kuhakikisha afya ya uzazi ya mwanaume, hasa kwenye hili tuliokuwa tunalizungumza, ni ipi?
Actually nafasi ya mwanamke ni kubwa kuliko hata ya mwanaume mwenyewe, kwa sababu wakati mwingine huwa tunajisahau. Kwa hiyo kuanzia kumkumbusha mazoezi, kumkumbusha chakula, maana wanaoandaa chakula mara nyingi ni wakina mama. Kiwa kwa mfano kwa watu waliooa, mtu anapoenda sokoni, si ndio? Inabidi ajue kabisa kwamba anachukua chakula gani ndani ya wiki inakuaje. Huwa anachekesha watu kwamba tuna ratiba ya kwamba Jumatatu nitaenda kazini nitafanya 1 2 3 4 5. Nitafanya 1 2 3 4, nitaenda dukani nitafanya 1 2 3 4, lakini hatuna ratiba ya chakula. Mtu kiangalia watu wengi anaweza kuwa na ratiba ya kila kitu, lakini ana ratiba kwamba Jumatatu nitakula nini, Jumanne nitakula nini, Jumatatu nitakula nini. Na ukiwauliza mara nyingi atakwambia Jumatatu nakula wali, Jumanne nakula ugali, Jumatano nakula makande na ambacho chakula. Kumbe ukiangalia katika mlo kamili hamna. Unaona? Kwa hiyo mazoezi, lakini kitu kingine kikubwa stress ni mtu akiwa na mwenzake ni muda vizuri akajifunza kumsoma mwenzake. Mwanaume akamsoma mwanamke na mwanamke akamsoma mwanaume. Kwa hiyo inasaidia. Wakati mwingine usije ukaona unaweza kuwa unaendesha gari, umenunua gari yako ndogo, likapita gari lingine pale, si ndio? Kama ona wanaume, unaona gari hilo. Kwa hiyo wakati mwingine inamrudisha nyuma. Lakini pia kwa tendo la ndoa lenyewe, wakati mwingine kama unamuona mwenzako ameenda chini, kuna lugha ya kutumia. Akati kitu ambacho kina set off sana wanaume, ukiangalia hata client wangu wanaokuja, ni kwamba anakuambia nilikuja hapa, yani mwenzangu ameniambia mwanaume suruali. Basi inabaki suruali tu, hata wanaume umefanyaje? Unatoka. Kwa hiyo ina impact kubwa sana, unless kama unajua unaenda kuishi naye muda mrefu, that kuna maneno ya uchaguzi wa maneno. Kuna matendo pia ambayo inabidi pia tuchague. Kwa maneno, matendo na pia preparation. Kuna wakati mwingine tuna walaumu wanaume, lakini preparation ya mwanamke si nzuri. Huwa nawachekesha watu wengine kwamba wakiwa kwenye counseling, huwa na session mbalimbali za counseling. Perfume inaponunuliwa inapigwa wakati anaenda nje. Inapigwa mtu anapoenda kazini. Lakini apige anapokuwa na mwenzake. Lazima imete down. Na ndio maana mara nyingine hii inawapa siri tu kwamba wanaochepuka anapoenda nje anakuwa na nguvu kamili, anaporudi ndani, sababu yule anapoenda nje anakuta mtu ameshajiandaa kumpokea, anaporudi ndani inakuwa ni shida. Kwa hiyo ile mazoea ya kila siku inakuwa inamfanya huyu mwingine abaki katika hali yake ya chini. Kwa mara zote tunasema kwamba wanakina mama ni maua, wajiupgrade na wajue jinsi ya kuishi na wenzako. Ukisoma wanaume they are different, wanawake pia wako different. Msomo mwenzako itasaidia. Na mimi huwa napenda mara zote watu kwa wanakuja aje na mwenzake tuongee. Zungumza sasa hivi, kabla tujamaliza, zungumza sasa hivi na wanaume ambao wanatutazama, yoyote Mtanzania, wanaume kwa wanawake, kwa sababu hata wanawake pia na wenyewe wameguswa hapa. Chochote ambacho unatamani siku hii ya leo ama podcast hii tusimalize ikiwa hicho akija kutoka kwenda kwa wanaume, kwenda kwa Watanzania. Nadhani na maneno machache tu. Afya ya kina baba ni muhimu sawa na afya ya kina mama na watoto. Kwa hiyo ni wakati sahihi ikianza kuongelewa na ikaanza kufanywa vitendo. Na bahati nzuri serikali sasa hizi imeweka mazingira ambayo yanafikika kwa kila mtu, hasa kwenye upande wa afya. Badala ya huduma ambazo tunaziona zinapatikana nje ya nchi, sasa hizi zinapatikana hapa ndani. Kwa hiyo ni vyema mtu kama ana tatizo afike kwa wataalamu halisi wa tatizo na aweze kupata tiba ambayo ni sahihi. Asante sana kwa kuungana na sisi hii leo. Jina langu ni Piana Suleiman. Leo tulikuwa na wakati mzuri sana hapa na Dr. Remigius Rugekingira kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa. Tumezungumza vitu vingi sana. Najua podcast hii itakuwa imeponya mamilioni ya wanaume wa Kitanzania, itakuwa imesaidia pia akina mama, akina dada na yeyote ambaye ujumbe huu umemfikia. Unaweza kuisikiliza podcast hii kupitia ukurasa ama kupitia YouTube channel ya
Maelezo TV, lakini pia Instagram, Facebook, TikTok, X pamoja na Threads Maelezo News, lakini pia kupitia Audiomack, Boomplay, unaweza kupita pia moja kwa moja kupitia tovuti ya www.maelezo.go.tz. Huko kote unaweza kuisikiliza podcast hii. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.